لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi Mola wetu katika sifa zake zilizokamilika na kumtakia rehema na amani mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na ali zake na masahaba wake na wale wote waliomfuata na wale watakaomfuata katika mwenendo wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukweli wa kumfuata. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika waja ambao wamemfuata vizuri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, baada ya hapo, ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji katika vipindi vyetu vya hapa Uislamu ni dini ya kweli, tunaendelea mbele na jambo zima au na swala zima la kuizungumzia haji na kukifika kipindi au kuzungumzia maneno yaliyomo ndani ya yale yote tuliyoyataja. Ndugu zangu, twajua katika haji kuna kitu kinachoitwa au kuna ibada inayoitwa jamarat, kutupa mawe. Kila jambo linakuwa na sababu yake. Kama tunavyojua jambo la hija au ibadati ambazo nyingi zinafanyika hapa, kuna ibada ambayo inafanyika katika hija ambayo ni ibada ya kuchinja. Hii ibada katika hija hii tunajua vizuri na tunaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu amempa au amemfunulia nabii wake Ibrahimu alayhi salatu wassalam kwa kumchinja mtoto wake Ismail alayhi salatu wassalam, kama wanazioni wanavyosema. Wengine wanasema kwamba ni Isaka na mambo marefu katika, lakini kawaida au wanazioni wengi wamethibitisha au wanayamini kwamba ni Ismaila ndiye alikuwa anachinjwa, kwa sababu ndiye mwanae wa pekee aliyekuwa naye wakati huo, na ndiye mwanae ameamrishwa na Mwenyezi Mungu kumchukua amweke katika Maka. Wakati huo ilikuwa hakuna mtu yoyote aliyewahi kukaa katika sehemu hiyo. Ilikuwa ni jangwa tu, hakuna mtu alikuwa akiishi pale. Lakini kama tunavyojua ndugu zangu, kawaida ndani ya maisha, ndugu yangu, ukipata matatizo na kuomba, usije ukapunguka nguvu, usiwe ni mwenye kulalamika, kwa sababu mambo Mwenyezi Mungu yafanya ili atujaribu sisi wanao, sisi wajake, sisi waja wake. Tunaishi katika maisha ya kujaribiwa, na kila mmoja hujaribiwa kutokana na imani yake. Kipimo cha imani yako, kipimo cha imani ya mtu ndicho kipimo cha majaribio anayomkumba. Sasa hakuna ambaye anaweza akaishi katika maisha haya bila kujaribiwa. Na anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema katika hadithi, anasema kwamba inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, idha ahabba abdah, atakapompenda mja wake, ibtalahu, anamjaribu. Yani katika majaribio
ndiyo yanaonyesha huyu mwanadamu kwamba ni mja wa Mwenyezi Mungu wa kweli. Katika majaribio haya yanaonyesha upendo wa Mungu, upendo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake huyu, kutokana na hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina maana ndugu yangu, ukipata matatizo, ukipata majaribio yoyote, umefiwa na mtoto, umefiwa na mke, umefiwa na mme, umefiwa mzazi, yani matatizo umeona mambo yamekuwa kutokana, jipime wewe uko wapi na Mola wako. Yaweza ikawa ni ukumbusho wa kukukumbusha kwamba rejea kwa Mwenyezi Mungu. Yani waja wake wa Mwenyezi Mungu anatujaribu kutokana na hali moja katika hali tatu. Ya kwanza inakuwa kama vile Mwenyezi Mungu anatuadhibu katika adhabu za kutukumbusha ili turudi kwake. Ukipata tatizo liweze kukurudisha kwa Mola wako. Utizame vipi mwenendo wako wewe baina yako na Mola wako. La kwanza kabisa, yani urekebishe njia ulizokuwa ukizipitia ili uje katika njia iliyonyooka, urudi kuwa mja mzuri. Urudi uwe ni mja mzuri wa kumwabudu vizuri Mola wako. Njia ya pili, inawezekana kuwa ni jaribio la kule ilikuwa ni adhabu kama vile kukuadhibu ili asija kakuadhibu mwisho. Yani atakapomwadhibu mtu hapa duniani, mja wake mzuri atarekebika, atarudi kwake kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inakuwa ni amemwadhibu hapa duniani adhabu iliyokuwa ndogo. Adhabu ya hapa ni ndogo. Matatizo yanayotukumba hapa ni matatizo madogo tu, isipokuwa yanatuumiza kwa sababu sisi ni binadamu ambao wana nguvu chache. Hatuna uvumilivu. Tunauma mwili wetu au uhai wetu hapa duniani ni mhaya ambao ni mwepesi. Kitu kidogo tu kinakuchamsha, unakuwa huoni mwelekeo. Lakini ambaye anamfahamu vizuri Mola wake, anafahamu vizuri kwamba lazima ajaribiwe, kipata jaribio hilo linamrudisha. Hii ni adhabu, anaadhibiwa hapa ndogo ili Mwenyezi Mungu asije kumwadhibu adhabu kubwa. Namuomba Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu. Kwa hiyo anaweza kuwekea jambo ambalo linakuumiza ikawa ni adhabu hapa ndogo ya kukuadhibu ili huyo mtu arudi kwa Mola wake katika njia nzuri ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Njia ya pili ni kuwa labda Mwenyezi Mungu anajaribu huyu mja kwa kumpenda kwa mapenzi yake, ili azidi anamuona huyu mja wake ni mwenye kumtaja, ni mwenye kumnyenyekea, ni mwenye anamwekea jambo zito ili azidi mapenzi, azidi kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Anapozidi kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, ndipo anapozidi Mwenyezi Mungu kumpenda. Kwa hiyo mapenzi yake yanakuwa yanazidi kutokana na uvumilivu anavyovumilia hapa na kuvumilia katika jaribio lake Mwenyezi Mungu aliyomjaribu nalo. Aina ya tatu, Mwenyezi Mungu anaweza kumwadhibu au kumwekea jambo la mtatizo ili amsamehe madhambi yake, ili amsamehe yale madhambi madogo madogo anayoyafanya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamsamehe mja wake kutokana hata na jaribio baya aliyompa. Labda naumwa, amemletea ugonjwa akaumwa, anavyovumilia hapa, kila anapopata matatizo maumivu, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi kama anavyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haji, Mwenyezi Mungu ameweka hija na ibadati zake na masababu ya kutuonyesha ilikuwa vipi. Sasa
Kisa kidogo tu cha kutuonyesha Ibrahim alayhi salatu wassalam vipi Mwenyezi Mungu amemjaribu na wakati alikuwa ni nabii wake. Alikaa Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, alikaa muda mrefu na mke wake Sara, walikaa muda mrefu ujanani, mahali ya ujana, wakaishi mpaka wakaingia katika utu uzima na wakaingia katika umri wa uzee, hawajapata mtoto. Subhanallah, wamekaa kutoka katika ujana mpaka wakaingia katika utu uzima, mpaka wakaingia katika umri wa uzee wa kuzeeka bila kupata kizazi chochote. Lakini wakawa wanavumilia hili jaribio, wakalishinda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wakavumilia kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye alikuwa ni nabii. Sasa hakulalamika. Tizama mimi na wewe, Mwenyezi Mungu akitujaribu na jambo dogo dogo, tunaanza kulalamika na kuyasema mambo ambayo hayasemeki. Naomba Mwenyezi Mungu atupe uvumilivu. Sasa Ibrahim alayhi salatu wasalam na mke wake Sara wamekaa muda mrefu huo bila kizazi chochote, mpaka ikafikia katika muda Mwenyezi Mungu utakao yeye, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huwa qadir ala kulli shay, wa idha arada shay'an qala lahu kun fayakun. Anasema Mwenyezi Mungu akitaka jambo lolote anaamrisha kwamba liwe likawa. Kwa hiyo kwa Mwenyezi Mungu mambo yoyote atakayo ayafanyayo wakati atakao, kwa namna atakavyo, na kwa mja wake atakaye. Na inakuwa mambo kama haya yanakuwa ni alama ya kuonyesha ukubwa wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni alama ya kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye kila jambo. Ni alama ya kuonyesha kwamba kwa kila jambo kwa Mwenyezi Mungu lepesi la kufanya, anaamurisha tu liwe likawa kwa aina atakavyo, kwa namna atakavyo. Yaonyesha kwamba kila jambo liko hapa, liko chini ya amri yake Allah Jalla wa Ala. Sasa wamekaa miaka mingi mpaka wakafikia hali ya mwanadamu kimaeleo ya kuelewa kwa mwanadamu kwamba lazima hapa, kama si mwaminifu anakata tamaa kabisa kwamba jambo halitofanyika. Sasa kila jambo tulikuwa tunasema kwamba sababu za kutupa mawe au aljamarat, tunazungumza pale, tukaingia katika kisa kidogo, kisa kilichotokea. Barakallahu fikum. Ni mama sasa nasema kwamba Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam na mkewe Sara wamekaa muda mrefu bila kupata kizazi, kwa sababu watu wanaishi katika majaribio. Mwenyezi Mungu alijaribu waja wake kwanza kabisa la kukaa bila kizazi, na kila mwanadamu yoyote yule atafuta mke au mke atafuta mme ili apate kizazi, apate matunda ndani yake, azidi kupata furaha. Akipata mzazi, akipata mtoto, apata furaha na azidi kumfurahisha au kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Sasa hawa waja wake nabii na mke wake wameishi muda mrefu katika majaribio ya kuto kupata kizazi, na hii ni hekima yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika viumbe vyake. Baada ya hapo tupate mpumziko kidogo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Tunarudi tena baada ya pumziko letu la dakika moja. Sasa ikawa wamekaa muda kutoka ujanani, utu uzima, mpaka hali ya uzee. Wanafikia miaka ya uzee, Allah Subhanahu wa Ta'ala akataka kuonyesha ukubwa wake kwa viumbe vyake vyote, hasa
kwa manabii wake. Nabii Ibrahimu alayhi salatu wassalam alikuwa akiamini Allah subhanahu wa ta'ala uamini ambao hauna shaka ndani yake, na kutokana na imani yake ametuamrisha Mwenyezi Mungu kuifuata dini yake, yani kuifuata Uislamu wake. Ibrahimu alayhi salatu wassalam kana hanifa muslima wama kana minal mushrikin. Anatuambia Mwenyezi Mungu kwamba Ibrahim amekaa katika ameitwa umma wakati alikuwa mtu mmoja wakati huo katika imani. Yani mtu akiwa ni mwaminifu hata awe mmoja naitwa umma, kwa sababu ndiye amesimama imara katika dini yake Allahu jalla wa ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuamrisha sisi tuwe kutokana na imani ya Ibrahimu alayhi salatu wassalam na unyenyekevu wake kwa Mola wake. Alikuwa amejisalimisha kabisa kwa Mola wake, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lolote likitokea, njua kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo mwenyewe. Zuri, zito kwake, lepesi kwake, alikuwa sijuoni chochote wala lolote. Alikuwa akijua kwamba haya mambo yatokea kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokana na sababu hiyo hakupata malalamiko yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala hakupata malalamiko yoyote kwa nabii wake Ibrahimu alayhi salatu wassalam, au kupata malalamiko kwa mke wake, kwa sababu huyu alimkuwa ni mke mzuri na mke mwema aliyepewa ampe kwa nabii wake alayhi salatu wassalam. Waliishi katika hali ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikafika wakati Allah subhanahu wa ta'ala katika utaka kwake, hikima zake, Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia mitume maalum wa malaika wakuja kuwapa bishara, kuwabashiria watoto, kuwabashiria kwamba kuna mtoto atazaa. Kabla ya hayo alikuwa na mjakazi. Baada ya kuona kwamba ameingia uzeeni, tena Sara hana tena mategemeo ya kuzaa, akaamua, walikuwa na mjakazi nyumbani bado mdogo, baada nazaa, akamshauri mke, akashauri mume wake, akamwambia, bwana, unaona hatuna kizazi na tumefikia katika umri ambao tena mategemeo ya mwanadamu kama umbile letu hatuna tena mategemeo ya kuona kwamba tutapata kizazi. Je, waonaje mume wangu ukimuoa huyu mjakazi ukazaa naye mtoto, kwa sababu bado yuko mtoto mchanga? Hebu tizama wanawake wacha Mungu, sio wanawake wa siku hizi. Wengi wa wanawake wetu wa siku hizi, mwanamke mcha Mungu humuona mume wake katika hali ambayo yataka kumridhisha, kwa sababu miongoni mwa sababu ya kumuoa mwanamke mwema ni kupata raha kwake, kupata matulivu kwake. Sasa mama Sara huyu akaona labda amridhishe mume wake katika ajili ya kutafuta kizazi. Akamwambia, je, unaonaje umuoe huyu Hajara, bado mdogo, labda Mwenyezi Mungu akijali utapata kizazi kwake. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia kwamba kubali rai ya mke wako Sara. Akamuoa, yani akamuoa mke Hajara ambaye alikuwa ni mjakazi. Hapo akapata mimba, akampachika mimba wa mtoto wake ambao alikuwa ni Ismaila alayhi salatu wassalam. Bas ilienda muda, iliyotokea hapa almuhimu, Mwenyezi Mungu akaamrisha Ibrahimu alayhi salatu wassalam kuchukua Hajara na mtoto wake mdogo mchanga, amchukue katika sehemu ambayo hakuna mtu. Subhanallah. Hebu tizama majaribio yako hali gani? Ndiyo hapo angekuwa amekaa muda mrefu bila mtoto, wakati wa furaha za kupata mtoto ili acheze naye,
au anaingia na mnyanyua mtoto wake, anapata uzuri wa utoto, Mwenyezi Mungu anamwambia eti chukua huyu mtoto na mama yake wapeleke sehemu ambao hakuna watu. La ilaha illa Allah. Hebu tazama Allah subhanahu wa ta'ala, hebu tazama Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa na wajaribu watu wake. Mimi na wewe tukipata tatizo kama hili tutafanya nini? Utaona kama yani mtu hapa anauacha hata Uislamu. Kumbuka ya kwamba hii ilikuwa si kwamba Jibril anakuja na mwambia, la, analala, akilala na anaota, au anakaa anapata fikra hii, anasikia sauti na mwambia fanya hivi. Ingekuwa kama hivi wakati huu utakuwa na shiti hayo maneno, la haula wala quwata illa billah. Kwa hiyo katika hali ya kibinadamu, lakini huyu alikuwa ni mja wa Mwenyezi Mungu, akipata jambo anajua kwamba hii ni amri ya kutoka kwake Mola wangu. Aya, basi Mwenyezi Mungu akamwelekeza sehemu ya Maka ambayo kuna nyumba yake, Kaaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia nenda akamchukue mke wako na mtoto wako, utawaacha kule. Akafanya hivyo hivyo, akaenda safari, akatoka alikokuwa Baitul Maqdis, akamchukua Maka. Anafika pale, anawaambia sasa, hapa ndipo Mola wangu ameniambia niwaache. Hajar akamtizama akamwambia, je, umekuja kutuacha hapa ni kutaka kwako au ni maamurisho ya Mola wako? Akamwambia kwamba haya ni maamurisho ya Mola wangu. Hebu tizama imani katika hali mbili. Tizama Ibrahimu alayhi salatu wasalam, hali ilikuwaje wakati anaona kwamba anaacha mkewe na mtoto wake sehemu ambapo hakuna mtu, hana chochote alichowaachia isipokuwa zadi safar, isipokuwa alichotengeneza katika safari. Hebu tizama hali ya mwanamke huu ambaye anaachwa hapa katika sehemu ambayo hakuna mtu ambaye atakaja kumsaidia, ambaye atazungumza naye, ambaye atamlilia, ambaye atafanya jambo lolote. Tizama, hebu jiweke ndani hapo, ungefikiria nini? Je, yeye anafikiri nini? Lakini ndugu yangu anayenitizama, anayenisikia, wallahi kama Mwenyezi Mungu umemweka ndani ya roho yako, ndiyo mwongozo wa akili yako, ndiyo mwongozo wa fikira zako, utayaona kwamba yote ni yawezekana. Anawezekana. Kwa sababu gani? Hapa alipomwacha, anamwambia anataka kumwacha, ni sehemu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anayeachiwa pale ni kiumbe chake Allah subhanahu wa ta'ala. Amefanywa kwa haya, anayeamrishwa ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ya kwamba kuna hikima ndani yake. Kwa hiyo anakuwa na imani thabiti ya kwamba ataishi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anaweza akaamurisha mawe yakawa chakula. Mwenyezi Mungu anaweza akaamurisha udongo ukabadilika mkate. La ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na lazima awe na imani hiyo kwamba chochote kile Mwenyezi Mungu ameamrisha kitakuwa vile vile alivyotaka. Basi jamaa akachukua mtoto wake na mke wake, kawacha sehemu ile na akaondoka zake. Mwanamke akamuuliza, Ibrahimu, unatuacha hapa? Akasema ndiyo, Mwenyezi Mungu ameamrisha hapo, nimewachia Mola wenu na Mungu wenu ndiye atakuja, na hii sehemu ni ya Mwenyezi Mungu. Basi akaacha, ameomba dua, Mola wangu, umeniambia mimi niache watu wangu hapa, hakuna mtu wala lolote, lakini nakuomba ujalie hii sehemu
uliyoweka hapa watu waishi, watu wangu ni waache hapa, na kuomba uifanye ni sehemu ambayo ni yenye sharafu kubwa, watu wengi wawe wanaielekea, wapate chakula na cha aina yote, na watu waje wanaielekea. Na waacha watu wangu fi wadin, katika sehemu ghaira dhi dhar'in, hakuna chakula, hakuna mifugo, hakuna sehemu ya kulia, hakuna lolote. Lakini anta arhamur rahimin, ulivyosema wewe ni wewe mwenye rehema, ni wewe unajua mahali zako. Basi kaondoka. Ali muhimu, sitaki kuendelea mbele sana, nataka ni wakati ni utumia ulivyo. Sasa wakatumia, mama akatumia kile kilichokuwepo chikaisha. Kilipoisha, sasa kitu gani ambacho kitarudi? Ni mtoto kulia, mama hana manyonyo, hana maziwa katika nani yake, mtoto nianza kulia, anahisi njaa na mama ana njaa. Sasa ifanyike nini? Lakini wakati mzazi mtoto wake ana njaa, yeye mama hawezi kuhisi njaa, bali anakuwa na huruma na mtoto wake, basi anakuwa anashughulika na mtoto wake. Wakati huo ndio akuwa akikimbia, akienda Safa, anarudi Mara, anatafuta labda huenda akapata kitu ambacho cha kumsaidia mtoto wake analia kwa njaa. Alivyofanya mara ya 7 kwa kurudi pale, ikatokea akaona kuna maji yanatokea ndani ya miguu ya mtoto ule. Alikuwa ni mtoto mchanga. Sheikh, yale maji yalitokea, yalikuwa maji wakitumia wao, yanafanya kazi ya chakula. Allahu akbar. Maji yafanya kazi ya chakula na maji tena. Yani mtu anakula, anatumia maji, yanashiba kama vile amekula chakula. Ali muhimu, wakakaa pale kwa kutumia maji ya Zamzam, yakatokea pale. Kijana wakaishi pale na mama yake, wakakuwa, ndio watu wawili ambao walikuwa sehemu hiyo. Ali muhimu, sasa kijana nafika wakati, hayo majaribio ya ngapi? Jaribio kwa Ibrahimu la kwanza alikuwa hana mtoto mpaka hadi ya miaka ya uzee. Jaribio la pili, wakati anapata mtoto, anafurahi na mtoto wake na mke wake aliyezaa mtoto. Mwenyezi Mungu akamwambia, nenda akachukue mtoto wako, nenda kamuweke katika sehemu ambayo hakuna watu. La ilaha illa Allah. Haya yote alikuwa akiyafanya Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika watu ambao wanatosheka na yale machache, lakini wanafaidika nayo, na atufaidi na hayo, na atuweke katika watu ambao ni wazuri, wanamfuata vizuri Mwenyezi Mungu. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.